Naam, karibu mtazamaji, na sasa tunaingia katika awamu ya mahojiano, na kama tulivyokueleza tutakuwa tunazungumza na mtaalam wa siasa za kanda ambaye yuko katika studio zetu za KBC. Anafahamika kama Wilfred Muliro, kwa kimombo wanasema geopolitical analyst. Na mtazamaji, kwa Kiswahili ni mtaalamu wa siasa za kanda, manake ni siasa za mataifa mbalimbali. Karibu sana Wilfred katika studio zetu za KBC. Na swali langu moja kwa moja, kufikia sasa nafikiri saa zaidi ya 10 zimepita tangia habari za Raila Odinga zilipopeperushwa kwa Wakenya kwamba kiongozi wa upinzani ameshaaga dunia. Lakini tukimwangalia katika taaluma yake ni mhandisi, lakini maisha yake nusu ya miaka ambaye ameishi katika masuala ya siasa. Sasa swali langu kwako ni je, katika huu utaalamu wako wa masuala ya siasa za kanda, ni vipi ambavyo unaweza kumkumbuka Raila Odinga kama kiongozi wa masuala ya siasa? Mchango upi ambao ni mkubwa aliofanya katika miaka yake nusu karne hivi katika masuala ya siasa? Naam, nashukuru sana. Kwa Wakenya tungesema basi poleni, lakini ningesema hivi kuhusu, unajua bwana Raila alikuwa ni kiongozi wa Kenya, kiongozi wa wananchi kule alikotoka, na kiongozi wa Afrika, na pengine tunaweza sema pia ni kiongozi wa dunia nzima, kwa vile umesikia yule kiongozi wa India aliposema bwana Modi kwamba amempoteza rafiki yake mkuu sana. Na kwa hivyo ningesema hivi, umetaja vyema kwamba bwana baba ambaye tunamuita baba, bwana Raila Odinga alikuwa na taaluma yake, ni mhandisi, lakini tunamkumbuka zaidi kwa ile tungesema kwamba taaluma yake ilibadilika ikawa ni ile ya kisiasa. Na tukasema jiulize, je, ni kwa nini hata yule rais yule yupo sasa, Rais William Ruto anasema kwamba Raila alikuwa ni mshauri wake, mentor. Yule rais mstaafu bwana Uhuru Kenyatta alituelezea kwamba Raila alikuwa ni mshauri wake, his mentor. Hata yule Prime Cabinet Secretary ametuelezea kwamba Raila alikuwa his mentor. Kwa hivyo hilo jambo sio la kusemwa tu. Wanaposema watu wengi wale wana ushawishi mkuu kwamba huyu jamaa ametuelekeza vema kisiasa, basi ni ukweli. Kwa hivyo ningesema jambo la kwanza, kuna wakati tulikuwa tunasema kwamba watoto wa Rais Moi, lakini saa hizi ukiangalia kwa ulingo wa siasa utaona kwamba ni kama vile tutasema sasa ni siasa, mpira unachezwa na watoto wa baba Raila Odinga kisiasa, kutoka kwa rais mstaafu, rais aliyopo, iwe hata mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, wote wale tunaweza sema kwamba walikuzwa kisiasa na mwenda zake Raila Odinga. Jambo la pili tutasema kwamba ninapotazama, ujue dada, wakati huu tunaongea tukisema ni past tense, yani tunaongea kwamba ni kweli bwana Raila Odinga hayupo nasi. Kwa vile katika mawazo yetu sisi wakati huu tulikuwa tumefika pale ambapo tunasema kwamba tunachukulia for granted kwamba baba atakuweko. Hata kuna wale wanaongea kwamba 2032, 2027 atakuwa na huo mpango. Hakuna yule alikuwa anawaza kwamba hata kuweko. Kwa hivyo wale ambao wanamsifu, wafuasi wake walijua kwamba hatutawaza sana, yupo. Wale ambao pia walikuwa wanamgonga sana walikuwa wanajua kwamba hesabu yetu tuipange kwa vile baba atakuweko. Lakini sasa wakati huu tunasema kwamba hayupo, na kwa hivyo ni lazima tuangalie, ni vema vile umesema, tuangalie ni yapi ametuachia. Na kwa hivyo jambo la pili ni demokrasia. Kwani wewe binadamu jitolee, familia yako iwe nyuma yako, na wewe uwe mbele, useme kwamba ninafanya hili jambo kwa wananchi ambao sio wa familia yako. Na kwa hivyo alikuwa na ushujaa bila kuwa na uoga kwa mambo ambayo aliyaona kwamba yatamsaidia mtu kuwa ni binadamu, human rights. Wewe kama binadamu
kama umezaliwa wewe ni binadamu, una ule msimamo fulani ambao kuna ile threshold tunasema ukifika hapa lazima utunzwe kwa hali fulani. Kwa hivyo baba alikuwa anasema kama utamdhalilisha mtu ambaye ni binadamu kama wewe, lazima yeye asimame apiganie haki yako. Na kwa hivyo tunakumbuka hayo mambo. Masuala ya vijana ambao kwa sasa tuseme kwa kiasi kikubwa wanatumia lile jina Raila Odinga kujiendeleza katika masuala ya kisiasa, na ukadokeza tu viongozi ambao pengine wamenufaika kutokana na wosia wa Raila Odinga. Na pale ambapo nafikiri ulisikia nikimuuliza ule ripota wetu pale Kisumu, wakazi wa Kisumu walipokuwa wanasema kwamba Raila ni institution, Raila ni kiongozi husika na masuala ya umoja na masuala ya kidemokrasia. Katika miaka yake ya kuwa katika siasa, kuna hatua madhubuti alizochukua miaka baada ya mingine ambayo inaonekana kiasi kikubwa alishinikiza masuala ya kidemokrasia. Kwa mtazamo wako kama mtaalamu wa siasa, sio za kanda tu bali katika siasa za Kenya, pengine uliziona hatua hizi alizozichukua na kwenda kinyume pengine na matakwa ya wengi kwa kushinikiza ama kuhakikisha kwamba demokrasia ya Kenya inaendelezwa, na hatua hizi ni zipi? Umeeleza vema kabisa, na naona kwamba una ule msukumo wa ndani kabisa kwa huu mjadala. Kwa vile ukitazama maisha mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga, ni kama kwa mtazamo wa Kenya wengi yuko na pande mbili kimaisha. Wale wanaomsifu, wale wanaomuona tofauti, wale wanaomuona kwamba huyu ni mtu wa furugu, kimbunga, na kuna wale wanamuona kwamba ni mtu wa amani. Na kwa hivyo nitakuja kwa lile uliosema. Katika siasa, kwa kuleta demokrasia, kulikuwa na mambo karibu mawili. Hata tukiangalia, kuna wale wanaangalia upande mwingine wanasema umejaribu kuwa rais kwa mara karibu 5. Lakini ukitazama kule ndani, kuna yale mambo ukiangalia katika siasa ya kanda, ambapo watu wanasema kwamba kama mimi, na ninakumbuka ile African Union ilikuwa inasema kwamba silencing the gun. Mawazo nyuma ya hiyo ilikuwa ni kwamba kwa wakati huu Mwafrika hafai apoteze maisha yake kwa sababu tunamtaka mwenzangu Balo ama dadangu hapa awe na uongozi. Kwa hivyo walikuwa wanasema ikiwa mnaongozwa vibaya lakini hamtumii demokrasia kubadilisha serikali, basi muungano wa Afrika utawaondoa. Na umeona hayo mambo Sudan na pengine. Kwa hivyo bwana Raila Odinga nikileta karibu, yeye alikuwa anatazama sio yeye binafsi, alikuwa anaangalia msukumano utafikisha wapi nchi yetu. Na kwa hivyo anaamua, anasema kwamba mimi kama Raila kibinafsi, ingaje ninaona nimedhulumiwa kisiasa katika kura hii, lakini ni vema nifanye ile handshake kwa minajili ya utulivu wa nchi yetu. Na kwa hivyo nitasema kwamba huko ni kujitolea zaidi, kwamba unasema kwamba hata kama mimi ni mwanasiasa niko na ile dhamira, ambition, lakini kila wakati ninaweka hii ambition kwa mfuko wa nyuma iwapo ambition yangu itawaumiza wananchi wa kawaida. Kabla niende kwa Balo, hizo handshake unazozungumzia ni baadhi ya handshake ambazo wamefanya mara kadhaa. Lakini baadhi ya wadadisi wa masuala ya kisiasa na wakosoaji wake, wakati mwingine utasikia ukisema kwamba alikuwa anaenda kufanya hizi handshake kwa manufaa yake ya kibinafsi. Lakini yeye pengine anaangalia kusiwe na umwagikaji wa damu. Kwa mtazamo wako kama mtaalamu wa masuala ya kisiasa, hizi handshake zilikuwa na manufaa gani kando na manufaa binafsi ya Raila Odinga na wale ambao wanaomzunguka? Manufaa kwa taifa nzima yalikuwa ni yapi? Tungesema ile inasemekana ile ilikuwa handshake ya nguvu zaidi ni kati yake na Mheshimiwa Rais hayati Mwai Kibaki. Kulikuwa na ile ya Rais Moi, lakini ile ya Mwai Kibaki ndio iliangazia zaidi ni kwa nini, na ikawa kwamba ni kielelezo cha uongozi, uridhiano katika nchi, kwa nchi zote, sio tu Afrika. Hata kule ng'ambo walikuwa wanasema kwamba ile handshake ya Kenya iwe ndio kielelezo cha kutatua masuala ya kisiasa. Na kwa hivyo dada, niliposema tukienda ile siasa ya kanda, sio sahihi kwamba wewe mwananchi wa kawaida upoteze uhai wako kwa sababu tunamtaka mwananchi fulani awe kiongozi.
Kwa hivyo ni vema wale wananchi waridhiane kwa minajili ya wananchi wa kawaida. Na jambo la pili kwa ile handshake, upande sisi tuwasema kwamba huwezi kuwa na maendeleo pahali kuna vita ama pahali ambapo hakuna ile kitu inaitwa security. Na kwa hivyo kulikuwa na maendeleo zaidi kwa awamu ya pili. Tunaposema pia kama kuna security, basi lazima kuwe pia na harmony. Na kwa hivyo kulikuwa na maendeleo wakati wa handshake. Tusidanganyane, ni ukweli. Barabara nini, mbali na amani. Na kwa hivyo pia tunasema hivi, faida ya handshake ni kwamba sio lazima tuwe tunafanya ile hali wanajeshi wanasema mark time. Unacheza pale pale, usongi mbele wala nyuma. Lakini kwa vile tumejua pengine kuna makosa katika hali mfumo wetu wa kisiasa, na kwa hivyo tunaporidhiana, uliona kwamba ndio tukawa na ile reforms ambayo ilibadilisha mambo ya electoral boards. Nakumbuka wakati wa handshake ile, wakati wa Kofi Annan, ambayo pia ilileta mambo ya hata devolution, nje za mambo ya county, ambayo pia sasa ilileta ile katiba tuko nayo saa hizi ambayo inatajwa kwamba ni katiba njema katika kanda hii. Asante sana Muliru. Balo, unaweza ukachukua usukani kwa sasa? Kwa hivyo sasa labda ni muulize Bwana Muliru swali moja. Ukimwangalia Raila Odinga ni mtu ambaye kwamba alikuwa amevaa vilemba vingi, yani ni mtu alikuwa na sifa chungu nzima, kama vile ulivyosema, ni mtetezi wake za kibinadamu, ni mtu ambaye kwamba alikuwa alikuza demokrasia ya taifa hili, lakini mimi binafsi pia namuona kwamba alikuwa ni sura ya upinzani. Japokuwa kulikuwa na hizo handshakes zilianza kuanzia wakati wa Moi mpaka hivi karibuni na rais wa hivi sasa Daktari William Ruto. Hatujui kama kura za mwaka 2007 kama angelikuwa yuko hai, kama angekuwa ameenda upinzani opposition, ama angeendelea kuwa na Rais William Ruto. Swali langu ni hili: je, katika siku za hivi karibuni tunaona tukipata kiongozi ambaye atakuwa na upinzani ule wa hali ya juu kama aliokuwa nao Raila Odinga? Huo ndio mtazamo kibinafsi. Ningesema hilo ndio jambo saa hizi. Kila mwanasiasa, wana Kenya tunaongea kimoyo moyo kwa vile saa hizi tunaomboleza, lakini tungekuwa na uwezo wa kufungua kichwa cha mwanasiasa, ingekuwa unauliza sasa what next. Kwa hivyo ninajua hata pengine kuna hesabu inapangwa, kwa vile Bwana Raila ni pengo, na sio tu ni vile ulifanya huo mtazamo. Yeye alikuwa ni nguzo ya upinzani, lakini kufuata yale mambo tumejadili na dada hapa, pia alikuwa ni nguzo ya serikali. Kwa hivyo alikuwa na zile pande mbili. Na kwa hivyo ningekujibu hivi, kwa vile kuna wale walisema kwamba kuna kila generation, kila mtazamo wa wananchi huwa na wakati wao, wataenda na wengine waje. Lakini kibinafsi ningependa kusema kwamba itachukua muda zaidi tuwe tena na kiongozi wa upinzani ambayo kwanza sio muoga. Inahitaji kuwa kwa upinzani katika Afrika, inahitaji ujitolee kwamba hata nitawawa wakati wowote. Kwa hivyo usiwe mtu muoga. Na jambo la pili iwe ni kwamba huyu kiongozi wa upinzani lazima awe ni mtu wa karibu zaidi kufuata mambo ya mwananchi wa kawaida. Uangalie zaidi, sikuwe ni kwamba unacheza tu siasa ya kawaida, lakini unamkumbuka Bwana Raila Odinga alikuwa hata maswala watu kama hawana unga ama ugali, anasema basi tuwe na ile unga revolution. Kwa hivyo ningesema kwamba tutakuwa na muda zaidi, kwa vile kuenda kwake lazima kuwe pia na ile hesabu ya kisiasa ndani ya serikali na pia hesabu ya kisiasa upande wa upinzani. Na kwa hivyo mimi kibinafsi ninaona kwamba kutakuwa na defections,
mwelekeo kutoka upande wa upinzani ingia kwa serikali, na wengine nao pia watahama kwa serikali waingie katika upande wa upinzani. Sasa hivi bado tunaweza sema kwamba hatujapata kiongozi ambaye ana ile nguvu ya kuamka kila siku, ambapo tuliposema kwamba taaluma yake ilibadilika kutoka uhandisi ikawa ni taaluma ya siasa. Kwa hivyo maisha yake yawe kwamba kazi yangu ni kuangalia hii serikali inafanya demokrasia, hii serikali inahudumia wananchi kila siku bila kuchoka, ni jambo ambalo ninaliona mimi kibinafsi kwa wakati huu. Kwa mtazamo katika wale wako kwa upinzani, bado liko mbali kiasi, bado tuko mbali kiasi. Na tumetangulia kusema kwamba alikuwa ni mtu anayependa amani sana. Hizi handshakes, japokuwa kuna watu wanasema kwamba Raila alikuwa ni mtu mbinafsi, anafanya handshakes kwa sababu ya maslahi yake ya kibinafsi, na kuna wale ambao kwamba wanasema handshakes zake zilikuwa lengo kubwa ni kuunganisha taifa. Na tumeshuhudia miaka nenda miaka rudi, wakati wote kukiwa na fujo la kisiasa. Kama hivi karibuni wakati wa maandamano ya Gen Z kulikuwa na ile hali ya mshike humu nchini, Raila alikuwa mstari wa mbele kuliunganisha taifa. Je, kuondoka kwake kumeacha pengo gani katika kudumisha amani wakati taifa hili liko katika hali ya mshike? Kabisa, asante kabisa. Imekuwa pia mimi kibinafsi, hiyo ndio wasiwasi yangu kwamba kuondoka kwa Bwana Raila Odinga, Kenya itabakia ikiwa imara vile ilivyo katika hali ya amani, ama kutakuwa na msukosuko, kwa sababu pengine hatutakuwa na mtu ambaye ana uwezo, ushawishi kwa upande wa upinzani, lakini yuko kila wakati radhi kuwa na ile handshake ili inji isitingike. Na kwa hivyo ni wasiwasi ya kila mtu, mchanganuzi, mtu yoyote. Nadhani hata wale iwe ni nafikiri kwenda mbele tutasema kwamba itakuwa ni funzo kwa wanasiasa kwamba sio lazima upate ubabe wa kisiasa na wananchi wateseke. Ni vema wakati ukifika, vile pia Mheshimiwa Saitoti alisema kwamba wakati fulani utaamua useme kwamba inji ni kubwa kuniliko mimi. Na kwa hivyo kuna pengo, na kila wakati tukiwa na pengo lazima kuwe na instability. Na kwa hivyo itategemea ni vipi Mheshimiwa Rais William Ruto atakavyoendelea kuwaunganisha vile amekuwa akifanya, kuwaunganisha wananchi, viongozi hata kama wako upinzani, bado ni lazima tuwajue kwamba wako, na lazima tuwaunganishe pamoja. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo umelitaja ni vema. Najua kwamba policy makers lazima wanafikiria wakati huu kwamba sio as usual, mambo yamebadilika, na kwa hivyo hilo pengo lazima haswa wafuasi wake ni vipi watapewa imani kwamba hawatatelekezwa, na ni vipi watajua kwamba jimbo lao bado litakuwa na uongozi katika serikali. Naam, shukran sana. Labda sasa ni kuregesha tena kwa mwenzangu Gladys kama aendelee kushikilia usukani. Mbalo, maswali ni mengi ila muda pengine utupatie kisogo. Mulilo tukisonga mbele, nikiangalia siasa za Kenya, mimi sio mzee sana lakini nimejaribu kuangalia uchaguzi baada ya uchaguzi. Na inaonekana tangia enzi za Moi, kila uchaguzi mkuu ulipokuwa unakaribia, siasa zilikuwa zinapigwa, sijui nitatumia lugha ya Kiswahili imenipotea, against Raila. Kwamba kampeni zilikuwa dhidi ya Raila. Kila kiongozi aliyekuwa na simama urais, kampeni ilikuwa dhidi ya Raila. Na katika miaka hivi punde, nafikiri miaka 10 iliyopita, unapata kwamba wengi wakiambiwa usimchague Raila, chagua upande huu mwingine. Na mimi kama mwananchi ama kama mwanafunzi wa masuala ya kisiasa, ndakuwa najiuliza,
kwa nini alikuwa inaonekana kana kwamba alikuwa giant wa masuala ya kisiasa? Kwa nini wengine hawakuhusika na wapinzani wengine? Kwa nini yeye? Na kwa sasa manake ameondoka, itakuwa vigumu kuvijaza vile viatu vya Raila Odinga vya kisiasa. Na ukisikiza tu cheche za maneno hivi leo, unasikia watu wakisema kwamba ameondoka, sasa hatuna kiongozi wa upinzani. Kwa nini yeye alionekana kama yule kiongozi wa upinzani na kila siasa zilikuwa zinapigwa dhidi ya Raila Odinga? Sasa kibarua kiko hapa kwa yule ambaye atakuwa na tamani kuvijaza vile viatu vya Raila Odinga. Ni kwa nini alikuwa namna vile? Na katika kutekeleza wajibu wake kama kiongozi wa upinzani, atakumbukwa sana kwa masala gani ambayo aliyafanya kama kiongozi wa upinzani, hivi kwamba kila mwaniaji wa urais alikuwa anapiga siasa dhidi ya Raila Odinga? Ni kweli kabisa. Yale umesema Gladys yanaashiriana na vile Balo amesema, ni kwamba sasa kuna pengo na wasiwasi zaidi kwa wanasiasa na wale wanaotengeneza masuala ya nchi, ni kwamba vile umesema, haya wakati huu tutaenda kura wakati wa 2027, na huna lile jambo la kusema kwamba ninaenda kupiga kura dhidi ya. Umeona sasa ni uwanja sasa, ni kwamba tafuta jambo lingine. Unajua marehemu Wamalwa kijana alisema kwamba kuna mambo mawili. Kuna aliita Railafobia na Railamania. Yaani wale wafuasi sugu wa Raila na wale wapinzani sugu wa Raila. Kwa hivyo Raila hakuwa na katikati, kulikuwa na pande huku na kule. Wanaomuona mzuri, wanaona kwamba yeye ni msumbufu. Na kwa hivyo kulikuwa na wale ambao siasa yao ilitegemea kwamba kuambia wananchi kwamba huyu tunaenda kupiga kura dhidi ya Raila, against Raila. Na ndivyo walivyo survive. Na kwa hivyo huyu Raila mlio wakati mwingi mlikuwa mna msukuma na mambo yote hayuko sasa. Kwa hivyo tafuta agenda nyingine. So hapo ndio tutasema basi kuna ile tunaita pengo. Lakini kuna yule jamaa alisema anaitwa nafikiri Ralph Emerson alisema, when the gods walk among us we don't recognize them. Wakienda ndio unakumbuka, unasema kumbe Masia Yesu alikuwa ni mtu wa nguvu, kumbe Muhammad alikuwa kati yetu, kumbe Musa alikuwa na sisi. Hiyo ni udhaifu wa wananchi. Kumbe Gladys alikuwa na uwezo kama huu, lakini ukiwa bado uko hai, sisi wananchi hatuwezi uona kwamba huyu mtu ni tofauti na sisi, ni kama miungu wako katika ile hali ya mashujaa. Lakini ukienda ndio tunakumbuka, tunasema huyu mtu alikuwa anatembea kati yetu. Kwa hivyo hilo ndio jambo limekuwa baba anapoenda sasa hivi, mambo mengi ambayo mmeibua saizi wewe Gladys na Balo yataonekana, lazima tujadili. Tulikuwa tukienda wakati wa kura tunasema Raila versus. Tulikuwa tunasema kwamba kuna shujaa wa upinzani, serikali haitotanyanyasa. Lakini wakati huu sasa ni kama ile hali tunasema you're on your own now. Lazima sasa kama hata ni watoto, ukijua kwamba sasa baba yuko vile wanasema, lazima muache utoto na iwe kwamba sasa mnachukua maisha yenu muelekeze sambamba. Na kwa hivyo nafikiri wale wanasiasa wako sasa, vile nilivyosema, wote ni watoto wa baba, aliwajenga. Na kwa hivyo ni wakati wao waanze kuongea, pengine ni ile kitu tunaita blessing in disguise, kwamba kuondoka kwa baba iwe ni jambo ambalo litaunganisha wanasiasa wetu. Naam, unaposema kwamba kuna viongozi wengi ambao wanajiita vijana wa baba na hali kadhalika viongozi ambao kwa njia moja ama nyingine wanahusiana na Raila. Alifanya siasa yake kwa njia ya makini na siasa ya kipekee. Maanake tulishuhudia kwamba katika maeneo mbalimbali, naam mtazamaji, naarifiwa kwamba shughuli unavyoona kwenye kiwambo chako cha kule nyumbani ni kwamba kamati andalizi ya mazishi
ya mwenda zake Raila Odinga inajiandaa hatua za mwisho kwa kamati hiyo kutoa taarifa kwa umma ama kwa Wakenya kuhusiana na maandalizi ya safari ya mwisho ya Raila Odinga. Kumbuka waziri mwenye mamlaka makuu zaidi Musalia Mudavadi amuongoza baadhi ya mawaziri na viongozi katika bunge la kitaifa kuelekea katika taifa la India kurejesha mwili wa Raila Odinga nyumbani Kenya, na tunaarifiwa kwamba muda wote kesho utakuwa unafika, lakini taarifa zaidi tutapata kutoka kwa kamati andalizi ya mazishi. Kwenye runinga yako unamuona waziri wa ulinzi Soipan Tuya, waziri wa masuala ya biashara Wycliffe Oparanya, wakiwa baadhi ya mawaziri ambao wameketi kwenye kamati andalizi ya mazishi. Kunaye nduguye Raila Odinga ambaye ni Oburu Odinga na baadhi ya viongozi katika bunge la kitaifa akiwa ni naibu Kiranja Milo Odhiambo pamoja na Otiende Amolo na waziri Chirchir. Mtazamaji, hao ni baadhi ya viongozi unaowaona kwenye kiwambo chako, na zaidi ni viongozi kutoka maeneo hayo. Na sasa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki yuko tayari, naomba nikupeleke moja kwa moja hadi Karen. Good evening. I think we are all in a state of disorientation. Good evening. I take this opportunity to welcome you to this press briefing by the National Committee on the State Funeral of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. Fellow Kenyans, as you're aware, today His Excellency President William Ruto made a presidential proclamation announcing the passing on of the former Prime Minister of Kenya and leader of ODM, the Honorable Raila Odinga. The President announced a number of decisions arising out of earlier meetings which were convened during the day, first with the family of our departed leader, later on with the National Security Council and the Cabinet. After deliberations and consultations, it has been directed that a national committee on the state funeral of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga be established. It is also important to reiterate that the government of Kenya has decided to give the Honorable Raila Odinga a state funeral, and that is why this committee has been established. The committee will be co-chaired by the Deputy President and the Honorable Senator Dr. Oburu Oginga, the elder brother of our departed leader.